Sasa hizi huwa ni dalili kwamba hii kovu sio la kawaida na itaelekea kuwa keloid kama usipochukua tahadhari ya kuwahi dawa. Na dalili hii kwa kawaida, dalili ya kwanza huwa ni kuwashwa sana na kovu wakati wa uponaji au baada ya kupona. Yaani unakuta una kidonda wakati kinaelekea kupona kinawasha, hakuna mfano, unatamani kukuna tu muda wote, au kidonda kimekauka vizuri lakini pale juu ya kimepona. Yaani kwa kawaida hizi keloid au kovu ambalo linaelekea kuwa keloid huwa linaendelea kukua hata kama jeraha limepona. Unakuta kovu linaongezeka zaidi ya usawa wa ilimoishia jeraha. Kwa kovu linakuwa kubwa kuliko jeraha. Ukiona hivyo tu ujue hili kovu lako linaenda kuwa keloid. Dalili ya tatu ni hii hapa. Ukiona kovu lako linakuwa halina dalili za kupotea, yani kovu fulani ambalo ukilitizama yani haliashirii kwamba litapotea haraka, au ni kovu lakini linaendelea kuvimba tu, yani pale juu panaendelea kuvimba, ambayo ni kovu kuwa na rangi isiyo ya kawaida. Sasa hapa kovu linaweza ikawa na rangi, hasa mara nyingi inakuwaga ni rangi ya pinki au kahawia, au muda mwingine nyeusi iliyokoza sana, alafu inakuwa inang'aa, yani hapo juu pana ng'aa kama vile yani inakuwa ina reflect mwanga, inaakisi mwanga, yani kovu ambalo Mtazamaji, karibu katika channel yetu na tuendelee na sehemu ya pili ya kujifunza juu ya keloid. Na leo tutajifunza juu ya dalili 5 zinazoashiria kwamba kovu lako sio la kawaida na litapelekea kuwa keloid. Keloid hii tulishaiongelea katika session iliyopita kwamba ni aina fulani ya kovu ambayo linakuwa kovu gumu. Kovu la kuvimba hivi linakuwa linang'aa sana, ambalo mara nyingi huwa linaendelea kukua hata baada ya kidonda kupona. Sasa hiyo ndio inaitwa keloid. Mfano wake picha kama unavyoiona hapa. Na haya makovu yanaweza ikawa yametokana na majeraha kama ya kuungua labda, au majeraha ya operation, muda mwingine majeraha yanayotokana na sindano, na wakati mwingine majeraha ambayo yametokana na mambo ya urembo kama vile kutoboa masikio, pua au kitovu, au kuna wale wengine wanakuwa wanatoboa sehemu mbalimbali za mwili. Sasa hizi hapa dalili ambazo zitakazoashiria kwamba hii jeraha lako au hii kovu lako sio kovu la kawaida, litaelekea kuwa keloid. Dalili ya kwanza huwa ni kuwashwa sana na kovu wakati wa uponaji au baada ya kupona. Yaani unakuta una kidonda wakati kinaelekea kupona kinawasha, hakuna mfano, unatamani kukuna tu muda wote, au kidonda kimekauka vizuri lakini pale juu ya kovu panapata kuwasha, panawasha sana. Sasa hii huwa ni dalili ambayo inaashiria kwamba hii kovu sio kovu la kawaida, litaelekea kuwa keloid kama usipochukua tahadhari mapema. Dalili ya pili ni kovu kuendelea kukua zaidi na zaidi hata baada ya kidonda kuwa kimepona. Yaani kwa kawaida hizi keloid au kovu ambalo linaelekea kuwa keloid huwa linaendelea kukua hata kama jeraha limepona. Unakuta kovu linaongezeka zaidi ya usawa wa ilimoishia jeraha. Kwa kovu linakuwa kubwa kuliko jeraha. Ukiona hivyo tu ujue hili kovu lako linaenda kuwa keloid. Yaani keloid kwa kawaida huwa haipotei kwa haraka hivyo, na mara nyingi
kama nilivyosema, inaendelea kukua hata baada ya jeraha kuwa limepona. Sasa kwa baadhi ya watu inaweza ikawa ni tukio la haraka, kwa wengine inaenda taratibu. Hii yote huwa inaashiria kwamba hii jeraha sio la kawaida na inaenda kuwa keloid. Dalili ya 4 ni hii. Dalili ya 3 ni hii hapa. Ukiona kovu lako linakuwa halina dalili za kupotea, yani kovu fulani ambalo ukilitizama yani haliashirii kwamba litapotea haraka, au ni kovu lakini linaendelea kuvimba tu, yani pale juu panaendelea kuvimba, au unapata maumivu kiasi. Sasa hizi huwa ni dalili kwamba hii kovu sio la kawaida na itaelekea kuwa keloid kama usipochukua tahadhari ya kuwahi dawa. Na dalili hii kwa kawaida huwa inaweza ikaambatana na dalili nyingine ambayo ndio namba 4, ambayo ni kovu kuwa na rangi isiyo ya kawaida. Sasa hapa kovu linaweza ikawa na rangi, hasa mara nyingi inakuwa ni rangi ya pinki au kahawia, au muda mwingine nyeusi iliyokoza sana, alafu inakuwa inang'aa, yani hapo juu pana ng'aa kama vile yani inakuwa ina reflect mwanga, inaakisi mwanga, yani kovu ambalo ina reflect mwanga, kovu fulani la kung'aa sana. Mfano wake kama unavyoona hapo, inakuwa namna hii na ngozi yake inakuwa sio kawaida, ni ya kuteleza. Sasa ukiona hivyo tu ujue hii kovu hii wahi mapema sana kupata dawa, kwa sababu ukiacha tu hapo katika hiyo stage ishakuwa keloid hiyo. Na hizi keloid kama tulivyosema, nyingine huwa zinaendelea kukua na kukua. Kwa mfano ikiwa usoni, inaweza kafikia hata hatua ya kufunika upande mzima wa uso au nusu uso, unaweza kufunika baada ya muda. Na kama nilivyosema, kwa baadhi ya watu ni tukio la haraka, lakini kwa baadhi ya watu wengine inakuwa ni tukio la taratibu, yani inaendelea kukua taratibu. Lakini pia inategemeana nini hasa ilikuwa jeraha lilikuwa limetokana na nini hasa. Kwa mfano majeraha ya moto yenyewe huwa yanajibu kwa haraka zaidi, yani hizi keloid zake zinakuwa kwa haraka sana. Lakini pia majeraha yale makubwa kama ya operation, na yenyewe pia keloid zake huvimba kwa haraka sana. Dalili ya 5, ukiona sehemu ya kovu inakuwa ngumu kupita kiasi, yani jeraha lako limepona, kovu lako liko pale, ngozi haijarudi katika hali ya kawaida, lakini hii jeraha linakuwa, yani hii kovu linakuwa ni gumu, yani ni kama gamba fulani, ujue kabisa hapo pana hatari. Hiyo ni dalili kwamba hiyo kovu linaelekea au litaelekea kuwa keloid. Kwa hivyo inafaa uchukue hatua za msingi kabisa za kupata matibabu. Mpenzi mtazamaji, imenibidi nikatishe, badala ya kwenda moja kwa moja kwenye dawa kama nilivyoahidi katika session iliyopita. Imebidi nielezee hii kutokana na swali niloulizwa na mtazamaji wetu mmoja. Akauliza kama je, atagunduaje kwamba hii kovu lake ni la kawaida au ni keloid. Kwa hivyo kwa kutizama hii video itasaidia kujua, angalau kupata ile mwanga kwamba kumbe keloid dalili zake huwa ni hizi, na hivyo natakiwa kuchukua hatua unavyoona dalili za namna hii.
unavyoona dalili 5 kama hizi, inafaa uchukue hatua. Kwanza, kuwashwa sana katika kovu wakati wa uponaji au baada ya jeraha kupona, lakini kovu kuendelea kukua zaidi na zaidi hata baada ya jeraha kupona, au kovu linaendelea yani size inaongezeka ya kovu kuliko hata lilivyokuwa jeraha. Au dalili nyingine, kovu linavimba, yani kovu linakuwa nene, au muda mwingine kovu linakuwa halionyeshi dalili kama litapotea, au kovu kuwa na rangi ya pinki au kahawia au muda mwingine nyeusi. Hizi zote ni dalili za kwamba kovu lako linaelekea kuwa keloid.